Hili ni sharti la lazima na ni la kikatiba, na limewekwa kwenye ibara 28 ibara ndogo ya kwanza ya katiba, ambayo inasema hivi: kila raia ana wajibu wa kulinda, kuhifadhi na kudumisha uhuru, mamlaka ndio sovereignty, mamlaka, ardhi na umoja wa taifa hili. That's where we get in national patriotism. We're going to be patriotic. Hii kazi ya kuwa na sheria, it's not a license ninyi kutokuwa patriotic. Ninyi hampaswi kuwa chemichemi ya vurugu katika taifa hili, uvunjifu wa amani. Alafu kwanza kitu cha ajabu sana, ninyi fani yenu hii, taaluma yenu hii inashamiri na kunawiri pale ambapo kuna utawala wa sheria. Yani hiyo ndio amewaambia hapa, that is where butter and the bread. Amani kikosekana katika taifa, where you go practice whatever this profession of yours, ni wapi utakapoenda kutekeleza masharti ya nani? There's no rule of law. Utaenda mahakama ya wapi? Mteja gani atakufuata uende kumwakilisha? Kwa hiyo kwa hiki we say serious note, I would like to advise you, be so much keen to defend the interests of this nation, national interests, to defend the public interest, to defend the interest of justice. Hivyo vitu vitatu. Na sheria zote na katiba zinahusu haya mambo matatu tu. Zinahusu maslahi ya taifa, maslahi ya umma, na maslahi ya haki. And that is it. Nothing else. Hawa vijana wanatoka chuo kikuu hawakupikwa vizuri, wanaenda law school, wanashinda pale Sinza. Alafu na matumizi sijui ya artificial intelligence, akili zinaharibika, wanadhani hawajibiki kwa mtu yoyote. Hii utawala wa sheria uliowekwa kwenye ibara 26 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hauko pale kama urembo, kama vikuku na vipini kwenye pua. Ule iko pale ina purpose. Bila utawala wa sheria hakuna ustawi wa taifa, ustawi wa wananchi unaozungumzwa kwenye ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ibara utawala wa sheria umetajwa kwenye ibara 26. Na anayekiuka anachukuliwa hatua, na sio lazima achukuliwe hatua na vyombo vya dola. Wewe mtu yeyote anaweza kumchukulia hatua. Ibara 26 ibara ndogo ya kwanza nasema kila mtu ana wajibu kufuata wa kuitii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Kila mtu, hata mimi na hata waheshimiwa majaji wenzangu na ninyi mawakili. Sababu article 2, kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Na wakili Mwambukusi amewasitiza hata hiki, na ndicho mnachofanya. Sio lazima wewe wakili tu, hata mtu mwingine. Yeye ambaye sio mwanasheria ataenda kwenu wanasheria, mtamtetea. Kulinda. Kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria. Utaratibu uliowekwa na sheria sio kujichukulia sheria mkononi. Kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. That is it. So tunapozungumza uzalendo, mimi nafurahi sana hili limetoka kwa Rais wa Tanganyika Law Society. Maana wengine wanadhaniga hili linatuhusu sisi tuloko serikalini, wao hawahusiki. Amezungumza kwa mfano uzalendo kwa ajili ya rasilimali za taifa hili. Kama dola ya United Republic of Tanzania katika international community. Alafu ngoja niwaambieni, hii state of the United Republic of Tanzania ina rasilimali mbili. Rasilimali ya kwanza ni watu. Kwa sababu katika international law hiyo state lazima iwe na eneo la mipaka linalojulikana, ambao ni ardhi anyway. Kwamba ardhi hii kwa vipimo vyake ndio itaitwa United Republic of Tanzania. Lakini lazima iwe na functions za kiutawala, iwe na taasisi za kiutawala, taasisi kuu za kiutawala.
una hiyo serikali iliyogawanyika katika hizo mihimili mitatu: executive, legislative na judiciary. Ndio unatuona tuko hapa na katibu wa bunge yuko hapa. Mbali na kuwekwa hizo taasisi kuu za utawala katika dola, watu, taifa lazima liwe na watu. Amani ikivurugika katika taifa hili, watu wakaanza kuuana, hili itakuwa ni taifa tena? Alafu na nini wanasheria mnachochea? Mimi yani hivi mnasomaga wapi? Mimi nimesoma international law na international investment law. Nadhani mnaona hata akili yangu ilivyo nzuri. Sasa tunajua hivi vitu. Kitu cha kwanza sisi wa Tanzania, tulinde taifa letu. Na hasa fursa inapokuwepo ya kutatua hayo migogoro yetu sisi kwa njia ya amani, the fursa is there. Serikali imejikomiti kuja na huyo mchakato wa katiba. Why should you so much be so much indifferent and so much pessimistic? Na mimi naambia kwa uzoefu wangu, rasilimali watu ndio rasilimali watu, dola. Kukiwa na vita hapa, amani ikavunjika, watu hawapo. Mnaniwanaga ninyi watu wanahama, wanakuwa wakimbizi, wamebeba mabegi, mnaona that is no longer a state. Kuna taifa moja jirani hapa mnalifahamu. Hata linaingiliwa tu na sehemu ya nchi yake ile nyingine. That is it. Shida za nani? So mimi niliamini kwamba wanasheria watakuwa watu wa kwanza kuwa sensitive kujua hiki na kushauri watu hawa to behave. Na namshukuru sana Rais wa Tanganyika Law Society kwa hicho alichokifanya leo. Kwa sababu ninyi mnajua sheria, mnajua utawala sheria, ni tofauti na watu wengine mitaani. Vyuo vikuu sisi tulikosoma, na hasa chuo kikuu cha Dar es Salaam, wakati ule wa migomo. Migomo ile ilikuwa inaongozwa na watu wawili. Wanasheria wanapanga mikakati ile, wanajua pa upenyo pako wapi, na watu wengine wako execute wahandisi. Sasa ninyi wanasheria, tumaini langu ni kwamba mimi naongea na ninyi kama mlezi wenu. Naongea na ninyi kama mlezi wenu, lakini kama kiongozi ambaye ina maslahi ya ustawi wa taifa hili. Nimeshawaambia ninyi ni wapi mtakapoenda kupractice hiyo taaluma yenu. Kama hakuna utawala wa sheria, it's not there. Kama wazazi wenu hawafundi huko, mimi nimewafunda leo.